Waziri Mkuu wa Estonia anayefahamika kama Kristen Mikaeli alisema ya kuwa shambulizi la Urusi huko mkoani Sami nchini Ukraine linathibitisha kuwa lengo la Urusi ni kuifuta kabisa Ukraine, na alikazia kuwa msaada kwa nchi hiyo ya Ukraine hauwezi kucheleweshwa, na aliongeza kuwa kutokuwa na shinikizo kwa Urusi kunamaanisha kutokuwa na amani. Pia viongozi wengine kutoka Ulaya waliweza kulaani shambulizi baya la kombora la Urusi katika mji huo wa kaskazini mashariki mwa Ukraine, yani mkoani Sami, ambako shambulizi hilo lilisababisha vifo vya takribani watu 34 wakiwemo watoto wawili na kuwajeruhi wengine takribani 117. Urusi mnamo Aprili 13 iliweza kurusha kombora mbili za balistiki katika jiji la kaskazini mashariki mwa Ukraine asubuhi ya Jumapili ya Matawi, wakati wananchi wengi walipokuwa wakisherehekea sikukuu ya kidini kuelekea Pasaka katika wiki hii. Shambulizi hilo lilifanyika siku mbili tu baada ya mjumbe maalum kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Steve Witkoff kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin huko St. Petersburg kujadili mazungumzo ya amani baina ya Moscow na Kiev. Rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron aliweza kuandika kwenye jukwaa la kijamii la X baada tu ya shambulizi hilo ya kuwa kila mtu anajua vita hivi vilianzishwa na Urusi pekee, na leo ni wazi ya kwamba Urusi pekee ndiyo iliyochagua kuendelea nayo kwa kutozingatia waziwazi maisha ya binadamu, sheria za kimataifa na juhudi za kidiplomasia za Rais Trump. Macron aliweza kutoa wito kwa hatua kali za kulazimisha usitishaji vita kwa Urusi, na akabainisha ya kuwa Ufaransa inajitahidi kufikia lengo hilo na washirika wengine. Naye Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer aliweza kusema ya kuwa amechukizwa na shambulizi hilo dhidi ya raia nchini Ukraine, ambapo pia Rais Volodymyr Zelensky alionyesha kujitolea kwake kwa amani. Putin lazima sasa akubali usitishaji vita kamili na wa haraka bila masharti, aliweza kuandika hivyo Keir Starmer kwenye jukwaa la kijamii la X, zamani likifahamika kama Twitter, baada tu ya shambulizi hilo. Naye mwakilishi mkuu wa Umoja wa Ulaya kwa masuala ya kigeni na sera ya usalama anayefahamika kama Kaja Kallas aliweza kuandika kwenye X ya kwamba shambulio hilo lilikuwa la kuhuzunisha wananchi walipokusanyika Jumapili ya Matawi ili tu kukubaliwa na makombora ya Urusi, mfano wa kutisha wa Urusi kuzidisha mashambulizi, ili hali Ukraine imekubali usitishaji mapigano bila masharti, aliongeza, akirejelea makubaliano ya Kiev kwenye sitisho kamili la siku 30 baada ya mazungumzo ya upatanishi wa Marekani mjini Jeddah mnamo Machi 11 mwaka huu. Naye rais wa tume ya Umoja wa Ulaya anayefahamika kama Ursula von der Leyen alisema shambulizi hilo ni kumbukumbu mbaya ya jukumu la Urusi kama mchokozi katika vita kamili dhidi ya Ukraine. Hatua madhubuti zinahitajika kwa haraka ili kutekeleza usitishaji vita, von der Leyen aliandika hivyo kwenye chapisho lake kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani ukifahamika kama Twitter, baada tu ya shambulizi hilo. Ulaya itaendelea kuwasiliana na washirika na kudumisha shinikizo kali kwa Urusi hadi umwagaji damu utakapomalizika na amani ya haki na ya kudumu ipatikane kwa masharti ya Ukraine. Rais wa Baraza la Ulaya na Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni alishutumu mgomo huo dhidi ya Sami na kusema ya kuwa ni wa kutisha na wawoga. Alisema, ninalaani vikali ghasia hizi zisizokubalika ambazo zinapingana na dhamira yoyote ya kweli ya amani isiyokuzwa na Rais Trump na kuungwa mkono kwa moyo wote na Italia pamoja na Ulaya na washirika wengine wa kimataifa, Meloni alisema katika taarifa yake iliyotolewa na ubalozi wa Italia. Meloni pia aliahidi kufanya kazi na washirika wake
kukomesha unyama huo. Balozi wa Umoja wa Ulaya nchini Ukraine, Katarina Martenova, aliita shambulio dhidi ya waenda kanisani wakati wa Jumapili ya Matawi kuwa uhalifu wa kivita na kusema ya kwamba Ulaya inaongeza shinikizo kwa Urusi na kuunga mkono Ukraine kwa kila njia. Hakuna kitu kinachoonekana kuwa kitakatifu kwa Warusi, sio makanisa wala watoto wa Kiukrania, aliongeza hivyo. Rais wa Finland anayefahamika kama Alexander Stubb naye pia aliweza kuilani Urusi kwa kuwachinja raia wasio na hatia huko mkoani Sami na akataka kuongezwa vikwazo dhidi ya Moscow. Urusi inaonyesha ya kuwa haiheshimu kabisa sheria za kimataifa au sheria za kibinadamu, aliweza kuandika hivyo kiongozi huyo kutoka nchini Finland. Lazima wasitishe vita hiyo. Usitishaji vita bila masharti lazima uanze mara moja ili kuifanya jitolee kwa dhati katika mazungumzo. Vikwazo dhidi ya Urusi vinahitaji kuimarishwa zaidi. Naye rais kutoka Moldova anayefahamika kama Maia Sandu aliweza kutoa wito wa ulinzi zaidi wa anga huko nchini Ukraine na kuongeza kuwa Moldova inaomboleza na Ukraine. Alisema ya kwamba Jumapili ya Matawi ni siku ya amani, akisisitiza kwamba Urusi lazima iwajibike na kwamba hakuna uhalali wa uovu kama huo. Na hiki pia ndicho ambacho baadhi ya viongozi waliweza kuzungumza na kukiandika kwenye machapisho yao ya mitandao ya kijamii baada tu ya shambulizi hilo la Urusi huko mkoani Sami nchini Ukraine. Hivyo basi taarifa zaidi nitazidi kufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa. Cha msingi endelea kunifuatilia na kunitembelea kila siku na kila wakati.